Yaani bora ukweli mchungu kuliko uongo mtamu. Sasa leo Kikoti Motivation tumekuja na mada fupi sana ambayo ina mambo machache lakini yenye ukweli mchungu ambao sio uongo mtamu. Una marafiki, si ndio? Una friends ambao unapati nao, ambao unafanya ujinga nao, ambao pengine unaenjoy nao, ambao pengine unafanya pengine na mambo fulani unafanya nao. It's okay, right? Una marafiki, unaenjoy nao. Umesahau ya kwamba umekuja duniani kutimiza kusudi lako. Umesahau ya kwamba kusudi lako ni kusudi lako, sio la marafiki zako. Je, umesahau ya kwamba kuambatana na marafiki wasio sahihi wanaweza kusababisha usifanikiwe kwenye maisha yako? Umesahau ya kwamba leo ni kijana unajivunia marafiki ulionao ambao sio sahihi? Umesahau ya kwamba watakufanya ukajuta uzeeni? Kumbuka ya kwamba marafiki wasio sahihi, hata kama unawapenda kiasi gani, unatakiwa kuachilia pale ambapo unaona hawaendani na hatima yako. Yaani kama endapo utaendelea kuwashikilia marafiki ambao hawakufai kwenye maisha yako, yaani kama endapo utaendelea kuwashikilia watu ambao hawaendani na hatima yako, kuwa na uhakika ya kwamba unaweza kuchelewa kuifikia hatima yako. Kiufupi ni kwamba unaweza kuchelewa kufanikiwa. Let we stop being machawa. Tuache kupoteza muda mwingi sana kwa watu ambao hawafai. Tuache kupoteza muda mwingi sana kwa watu ambao hawaendani na hatima yetu. Waachie. Bora kuwa mwenyewe bila rafiki kuliko kuwa na wrong company. It's better to be alone rather than having a wrong company. There is no any wrong way that can bring somebody to the right track. Hakuna njia ambayo sio sahihi ambayo itampeleka mtu sehemu ambayo ni sahihi. Kwa hiyo achia marafiki ambao hawakufai, achilia watu ambao hawakufai. Nenda mwenyewe, endelea kupambana, sogea mbele. Izatiti, unaweza kusogea mbele, unaweza kufika. Yaani Mungu alikuumba kwa kusudi maalum. Mungu alikuruhusu uje ufanikiwe. Sasa na amekupa nguvu za kufanikiwa. Usiogope. Usiogope kumpoteza wewe rafiki yako. Pengine kuna vitu ambavyo unavipenda ambavyo havikusaidii, lakini unavipenda, vinakupa furaha. Usiogope kuvipoteza. There is a time ambapo utakuja kuvipata maradufu pale ambapo utakuwa umeshakamilisha mpango wako. My friend, kweli ni kwamba marafiki ndio wanakuwa na mchango mkubwa sana wa kuwapoteza watu kwenye hatima zao. Angalia rafiki uliye naye. Kuna rafiki wa kuishia nje ya fence. Kuna rafiki wa kuingia ndani ya fence akaishia tu pale uwanjani. Kuna rafiki wa kuingia mpaka sebuleni. Kuna rafiki wa kuingia mpaka chumbani. Ukikosea rafiki wa chumbani kumuishia kwenye fence na ukakosea rafiki wa kuishia nje ya fence kumuingiza chumbani, basi umeshaharibu na umeshapotea, hauwezi kusogea tena. Jitahidi kuwachunguza na kujua aina ya marafiki ulionao, uyanisha na hatima yako ili uweze kujua unasonga mbele vipi. Wow.